Kitu kimoja ambacho pande zote za mgogoro unaoendelea kwenye uvamizi wa Iran zinakubaliana ni kwamba hakuna namna yoyote Marekani na Israel wanaweza kuondoa utawala ulioko madarakani bila kuingiza jeshi la ardhini. Badala yake itakuwa pori jipya lakini nyani wale wale. Na ndicho ambacho kinaendelea sasa hivi, na watu wanawaza, je, Marekani na Israel wataingiza majeshi? Moja ya option ya mwanzo kabisa ambayo Marekani wameijaribu ni kuingiza Wakurdi. Wakurdi ambao sio jina jipya kama unafuatilia Madini.com, lakini hawa jamaa ndio walionekana kama ni plan B, kwa sababu Marekani iliwahi kuwatumia hawa jamaa kwenye matukio kama haya. Will Kurdish fighters help overthrow the Iranian regime? American media report the CIA is working to arm Kurdish forces inside Iran, and that Donald Trump called Kurdish leaders personally after Iranian drone strikes on their camps in northern Iraq. Sasa kwenye hii episode nataka nikueleweshe kuhusiana na Wakurdi, na hii pia itatupa tafakari nyingine kwamba tunaamini Israel ndio moja ya nchi ambazo zilitengenezwa tu kwa kuwekwa pale kwa sababu ya historia, lakini kuna nchi nyingi ambazo zilitengenezwa kwa namna hii. Na by the way, Uingereza, British Empire, iliwahi kabisa kuanza kuwapa nchi yao hawa jamaa, yani watengewe eneo lao, kwenye makubaliano ambayo waliyafanya kama nilivyokuambia, waliyafanya na Wayahudi, waliyafanya na Wapalestina kipindi cha kutaka kumuondoa Ottoman. Miaka yote hii jamii ilikuwa katikati ya Ottoman Empire na Persian Empire. Lakini ilivyokuja issue sasa ya kugawa hizi nchi, bwana Ottoman mwenyewe akiwepo ambaye ndio Uturuki, story ya ili eneo kupewa wao ikawa haipo, kwa hiyo likawa chini ya Uturuki, na ndio maana hadi leo Uturuki ndio na Wakurdi wengi zaidi, na wengine wakajikuta wamegawanywa kwenye hizo nchi nyingine, na nitakueleza kwenye hii episode. Asante kwa kila ambaye unasupport hii channel. Najaribu kuja na engo ambazo zitakusaidia kuelewa baadhi ya vitu na sio matukio, kwa sababu najua matukio unakutana nayo. Asante kwa support ya wewe uliyesubscribe, na kama hujafanya hivyo, kwa kufanya hivyo ujue unatusupport kinoma noma. Naitwa Grayson Gideon. Twenzetu ni kupitishe kwenye huu uchambuzi mfupi wa kinachoendelea kwenye nchi za Ghuba na duniani kiujumla. Kwenye episode za nyuma nilikuletea story ya wa Pakistan na kinachoendelea kwenye huu mpaka, kwamba Pakistan ni taifa ambalo lilitengenezwa, halikuwepo. Kama unavyoona Israel ilitengenezwa. Na kwa nini Pakistan ilitengenezwa? Ni sababu za kidini. Kwa nini Israel pia ilitengenezwa? Ni sababu za kidini. Kwa hiyo theology imekuwa ni moja ya kitu ambacho kimekuwa kinaongoza mitazamo ya dunia na matendo ya wanasiasa na impact ya geopolitics kiujumla duniani. Wakurdi ni kitu kama unachokiona upande wa Pakistan pamoja na unachokiona kwa Wayahudi, lakini sasa wao hawajawahi kupata taifa lao. Na hapa ndo itabidi urudi kwenye ile niliyowahi kukuelezea tofauti iliyopo kati ya taifa na nchi. Tunajifunza pia kuna tofauti ya terminologies hizi. Territory, eneo tawala, na nation, yani taifa. Tunaposema territory tunamaanisha pia state au country, kwa Kiswahili nchi. Lakini tunaposema nation, taifa, tunamaanisha identity, yani utambulisho wa watu kuanzia utamaduni wao, jamii, mila na desturi, imani, lugha na kadhalika. Kwa hiyo bila taifa huwezi kutengeneza nchi, lakini bila nchi taifa linaweza kuwepo. Wayahudi wamethibitisha hili throughout mapito yao yote ya Bahati Bukuku waliopitia. Kwa hiyo tuelewane kitu kimoja, kwamba kwenye historia yetu yote, kama ambavyo binadamu amekuwa akitengeneza hiki kinachoitwa nchi, mara mipaka inaanza inaitwa Tanganyika, baadaye Tanzania, mara Sudani Kusini zinagawanyika zinakuwa mbili, yani wanagawana maeneo yanayoitwa nchi. Ndio hivyo hivyo binadamu alikuwa anajaribu kutengeneza taifa zamani. Kwa hiyo yote yalianza kwenye familia, baadaye akapanda kwenye ukoo, baadaye akawa sasa sisi ni watu gani? Kama wana wa Israeli ni watu wa familia moja. Kwa hiyo hata unavyosikia Mtume Muhammad
alivyokuja na kuanzisha Uislamu, Uislamu ilikuwa ni kama taifa, yani watu ambao haijalishi wapo kwenye nchi gani, lakini wana kitu fulani ambacho wanakishare ambacho kiko strong kuliko tofauti zao nyingine zote, na ndio maana kumezaliwa mataifa mengi. Sasa Wakurdi ni yale mataifa ambayo yalianzia kwenye jamii alafu yakawa strong kutokana na vitu fulani fulani. Hawajawahi kupata kitu kikubwa zaidi ambacho kitawafanya waache ule ukurdi wao. Sijui umenielewa sasa ninachokimaanisha. Kwenye hii episodi yetu ya Picha Linaanza Tafakari Afrika, ukifuatilia utaelewa zaidi pia hii idea kwamba wazee wetu wakati wanapata uhuru walijikuta kwenye choices mbili, kwamba kuna hawa watu wameshaitwa wa Tanzania, wa Kenya, wa Uganda, wa nini wale, lakini ndani yao kuna mataifa mengi. So tufanyeje? Turudi kila taifa liwe kivyake? Kungetokea migogoro ya wengi, yani bara lingekuwa kuna jamii nyingi zinapigana, kwa hiyo vita vingeendelea. Au tutafute kitu kimoja ambacho kitawafananisha kufuata hii mipaka ambayo ilichorwa na hao wakoloni wakiwa na maslahi yao binafsi. Kwa hiyo ndio option ambayo wazee waliichagua, na ndio option ambayo sehemu kubwa za dunia ziliichagua, kwamba Afghanistan na India mpaka wao ulikuwa ni hapa kwenye mto Indus, lakini baada ya wakoloni kuja hawakuwa wanajali mipaka wala jamii, walikuwa wanajali maslahi yao. Kwa hiyo wakachora mpaka sehemu nyingine. So walipopata uhuru wakakubaliana kwamba Pakistan tukubaliane kwamba mpaka uko hapa, kwa sababu mwanzo unajua wote walikuwa kwenye kingdom moja ya Ottoman. So you can see vitu vingi ni vya kihistoria, na tunavyozungumziaga Wayahudi sio jamii pekee ambayo imetengenezewa taifa au imefukuzwa duniani. Wapo wa Rohingya ambao wapo huku Asia pia. Nadhani story ya Rohingya tushakuleteaga hapa. Au na wenyewe ni jamii kama wanachofanyiwa Wayahudi miaka ile Ulaya, ndio hicho ambacho wa Rohingya wanafanyiwa sasa hivi Burma kule. Unajua Myanmar sasa hivi naitwa hii nchi. Kwa hiyo wapo wengi sana. Kuna Wapashtun ambao hawa Pashtun story yao ni the same na hawa na wakuletea Wakurdi. Nimejaribu kukupa upana huu ili uweze kuelewa dunia ina vitu vingi. Kwa hiyo inategemea tu ni taarifa ipi na kufikia kwa ukubwa. Sometimes unaweza ukahisi ni matukio exclusive, kumbe ni situations zipo kote duniani. So baada ya kukupa huo mwanga, tuingie sasa kuwaelewa Wakurdi na situation yao hapa. Kama kuna taifa moja duniani ambalo lina watu wengi lakini halina nchi yao rasmi, ndo hii Wakurdi. Hawa watu wanafikia milioni 30 mpaka 40 duniani, na wamegawanyika kwenye nchi 4 kuu: Uturuki, wapo Iraq, wapo Syria na wapo Iran. Ndani ya Iran peke yake Wakurdi wanakadiriwa wanafikia milioni 8 mpaka milioni 10, ambayo ni sawa na 10% ya watu wote waliopo Iran. Kwa hiyo ukiangalia ukubwa wa hili kundi, ni moja ya makabila makubwa ndani ya Iran baada ya Waajemi ambao ndio Persians. Hawa jamaa sio Waarabu na sio Waajemi, ni jamii tofauti kabisa. Hawa jamaa wapo hili eneo la kaskazini magharibi mwa Iran, karibu na mipaka ya Iraq na Uturuki. Maeneo makuu wanayoishi ni haya. Kuna Kurdistan province, imagine mpaka jimbo linaitwa Kurdistan na mji wake mkuu ndo unaitwa Sanandaj. Alafu kuna jimbo la Kermanshah ambalo ni moja ya miji mikubwa ya Kurdi, na West Azerbaijan. Hili ni jimbo ambalo na lenyewe lilikatwa kwa sababu kuna Azerbaijan kama nchi, alafu kuna hili jimbo la Azerbaijan ya magharibi ambayo ipo ndani ya Iran. Miji yake ndo kama Mahabad. So Mahabad. Alafu kuna jimbo la Ilam. Hili nalo ni jimbo ambalo lina Wakurdi wengi. Kwa hiyo umeona ni jamii ambayo ipo kwenye majimbo 4. Kwa pamoja haya maeneo wakati mwingine ndo yanaitwa Iranian Kurdistan au Eastern Kurdistan. Mji mkubwa zaidi wenye Wakurdi wengi nchini Irani ndo huo Kermanshah. Sasa Wakurdi ni tofauti na Waajemi au Waarabu kivipi? Kwanza,
kuna ishu ya lugha. Hao Wakurdi wanazungumza lugha ya Kikurdi ambayo ni sehemu ya familia za lugha za Indo-Iranian. Hii ina maana ipo karibu zaidi na Kiajemi, lakini sio lugha ile ile. Ni kama wanasikilizana. Waajemi wanazungumza Farsi ambao ndo Persian wanaita. Hicho Kipersian ama Kifarsi ukikiangalia na Kikurdi kinafanana. No. نه ده. ده ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. باو می آزمانا ناوت پیروز به. Unajua ni kama unavyoona Kiebrania ambacho ni Kiyahudi nacho kinafanana sana na Kiarabu kwa sababu ni jamii za watu wale wale. Kitu cha pili ni ishu ya dini. Iran ni nchi ya Waislamu wa Shia, lakini Wakurdi wengi nchini Iran ni Waislamu wa Sunni. Na hii imekuwa ndo chanzo cha migogoro ya kisiasa ya muda mrefu. Unajua kuna wakati Waislamu wa Sunni kwa sababu ndo wengi duniani huwa wanarifaa wa jamaa kama sio Waislamu, lakini tofauti yao sio mafundisho ya dini kabisa. Tofauti pekee walionayo ni namna ya kuendesha taifa. Wakati tuliwahi kukuletea hii kwamba wakati Muhammad alipofariki, kuna hao waliamini kwamba ishu ya ule uongozi ni ishu ya DNA ya kurithi, wengine wanaamini kwamba no, ni ishu ya yeyote anaweza kafikia kile kiwango. Kwa hiyo tofauti imeleta tofauti nyingine ndogo ndogo tu, lakini ni more of structure ya kuongoza, sio structure ya Mungu anasema nini. Kwa hiyo Wakurdi pia wapo ambao ni Washia, alafu kuna Wakurdi ambao ni Yasan. Sasa Yarsani ni imani ya kiroho ya kale sana. Sijui hata kama utakuwa unaifahamu kwa huku. Sasa tabia za utamaduni wa Kikurdi, kihistoria wanajulikana kwa mambo matatu. Maisha ya milimani. Kwa hiyo hao jamaa ni watu wale unajua, ni jamaa wanakaga milimani hawa jamii za huko. Na hii inawafanya wawe ni wapiganaji wazuri sana wa ile sehemu kwa sababu Iran ni milima na jamii ngumu sana kudhibitiwa na serikali. Kwa hiyo serikali ni kwamba kama wanajitawala wenyewe sometimes. Na ndoto yao kubwa ni kuja kupata taifa siku moja. Wanataka nchi yao iitwe Kurdistan. China make sense, sasa jina kama linakuja. Tatizo ni kwamba baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, mipaka ya Mashariki ya Kati ilichorwa na mataifa ya Ulaya. Ndio kile nilichokuambia kilitokea kwenye nchi kibao kwamba hawa wamechukuliwa kama Waislamu wakaenda kutengwa pale wakatengenezewa Pakistani upande huu, Pakistani upande wa pili. Kwa hiyo Pakistan moja inajiita Bangladesh, kwa hiyo akazaliwa kanchi ambako akakuwepo Bangladesh. Then ikazaliwa tena Pakistan, ambayo hii Pakistan ina tatizo na Afghanistan kwa sababu akakuwepo akakanchi. Hivyo ilivyozaliwa Israeli pia imechukuliwa, watu walikuwa wanaishi pamoja, baadaye wakaambiwa okay, mpaka utakuwa hapa, kanachorwa kanchi kapya. So hii mipaka haikuwa inazingatia jamii. Kama huko Afrika pia, Tanzania na Kenya ni moja ya ushahidi, ni moja ya nchi zinazoshare makabila kinoma. Kwa kumbe kuna jamii zinafanana hivi. Kuna jamii nyingi sana because pande zote mbili kuna Wajaluo upande wa Kenya na Tanzania. Pande zote mbili kuna Wamasai, zote mbili kuna Wameru, zote mbili kuna wengine nimesahau. Hao walipewa juzi uraia. Konde Boy atoka wapi? Hebu nikumbushe. Konde Boy ni Makonde. Yes, Makonde pia wapo sasa hivi. Wapo pia nchini Kenya. Wapo wamepewa uraia mwaka 2020. Walipewa uraia na wao pia. Unajua hata Tanzania tuna Wagweno, wale jamani wa Kenya kabisa kiasili. Wagweno ambao huwa wanafananishwa na Wapare. Niliongea na mshikaji wangu mmoja ambaye ni Mgweno, yeye akaniambia wao ni wa Kenya kabisa lakini walikuja kupewa uraia Tanzania pia. Mimi ni Mgweno. Mgweno. Mgweno ambayo wanasema ni Wapare lakini sio Wapare. Naelewa. Mgweno ni Mgweno na Mpare ni Mpare. Mpare hawezi sikia Kigweno, Mgweno anasikia Kipare. Wamasai, nilikutana na clip moja ya Masai anasema yeye huwa hawana passport. Anatoka zake Kenya, yani ile nguo ni passport. Kwamba akitoka zake Kenya anaenda Tanzania, akitoka Tanzania anaenda Kenya na hakuna mtu anamuuliza. Mnavuka vipi kwenda Tanzania hapa? Passport mnazo? Ndio hizi passport yenyewe. Iko wapi? Ndio hii. Sasa na mimi nikivaa hii nitaenda bila passport. Utaenda bila no. Na mimi niwe Masai bwana. Sasa kwa huku, kwa baadhi ya jamii tumefanikiwa
kwa hilo, kwa mfano wenye identity kama Wamasai. Sasa baadhi ya nchi inakuwa ni issue serious zaidi, lakini sasa kijamii unakuta hawa watu wanaelewana na wanashirikiana. Kwa hiyo Wakurdi wapo Uturuki kama nilivyokuambia, wapo Iraq, wapo Syria na wapo Iran, na hawa wa Iran ndo wameigeuka sasa serikali. Na hapa ndo Marekani na Muisraeli wanacheza ile kete ya divide and rule. Hivi karibuni tumepata taarifa kwamba Marekani inapanga kuwatumia hawa jamaa kama jeshi la awali la kuingia kukabiliana na serikali ya Iran. Lakini tayari Iran ilishatuma chombo cha kurekebisha tabia, kombora, na lilipotua ilikuwa ni dalili kwamba oya, mkijaribu moto, Marekani sijui kama anaweza kuja kuwasaidia. And we're here now at the camp of one of these Iranian Kurdish militias here in Iraqi Kurdistan. They tell us that this was a hospital compound on the camp, primarily for civilians. We don't have any way of verifying that, obviously. Nobody, remarkably, was killed or injured in this strike, but certainly it seems that the Iranian regime is sending a strong message to these Iranian Kurdish fighters about what will happen if they get more involved with this conflict. Wakurdi wengi zaidi wapo Turkie. Najua Uturuki. Najua walibadilisha jina wa jamaa Turkie. Kwa hiyo kama ushasikiaga PKK wa Turkie, basi ujue ndio hawa wauni wa Kurdi ambao wanaisumbua serikali ya Uturuki ambayo ilileta kampeni ya kutengeneza utaifa, yani kufuta baadhi ya zile tamaduni ambazo ni strong kiasi kwamba zinashindwa kupata kile nilichokuelezea cha utaifa, na ndio kimezaa wa PKK. Kwenye hii episodi yetu ya kuhusu Waarabu tulikuelezea deep kuhusu hawa watu na jinsi ambavyo Iraq ilikuwa ni nchi ya kutengeneza, hata Syria mifumo yake ilivyokuwa. USSR ilikuwa imepewa Iran kwamba wewe utachukua Iran kwenye ule mkataba wa Syria ambao baadaye USSR kule ilivyobadilisha uongozi ikaufanyaje? Ikaulipua. Kuna watu wakisikia USSR ilikataa kugawana mataifa baada ya kushinda vita ile ya dunia, wanahisi ni kwamba wajamaa walikuwa tu ni watu wazuri. Hapana, walishaanza kujaribu na waliwatumia hawa Wakurdi kuingia pale wajitenge na Iran na kuwapa silaha nyingi sana USSR wakati huo. Lakini sasa mambo yakapinduka, yalipotokea mapinduzi kule kwao, ndio serikali mpya ikaja na hiyo idea kwamba sisi hatutaki hizo stori za kutawala watu ambao hatufanani nao au hawatuhusu. Ndio wakavujisha idea ya ule mkataba, ambao huu mkataba ndio ukaibua sasa mambo mengi ya Waarabu kuanza kusema kumbe nyie wazungu mmeshinda vita ya kwanza, tumewasaidia, hamna mpango wa kutupa uhuru, mlishagawana yani kisirisiri na kwa sababu hata Warusi ni wazungu by the way. Watu wengi waga hawajui kwamba sehemu kubwa ya Warashia wanaishi Ulaya, ni nchi na ukos mabara mawili. Kwa hiyo hawa Kurdi waliwahi kutumika zamani, lakini kisa kikubwa zaidi ambacho tutakikumbuka cha Wakurdi ni vita ya Iran na Iraq. Kilichotokea, hizi nchi mbili zilifanya cross multiplication. Saddam Hussein alikuwa na wafadhili wa Kurdi wa Iran wakinukishe kwa serikali ya Iran, kwa sababu wao si wanadai ile eneo lao kutoka Iran. Alafu upande wa Iran nao wakawa na wasapoti wa Kurdi wanaoishi Iraq wakinukishe dhidi ya serikali ya Iraq. Sasa alichowafanya Saddam wa Kurdi wa upande wa Iraq ndio kile ambacho kiliacha historia moja nyeusi sana. Alitumia silaha za sumu. Kama unakumbuka huu mkasa ambao walikufa Wakurdi wengi sana kwenye huu mpaka kwa sababu Saddam Hussein aliwamwagia sumu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hawa Wakurdi wamekuwa wakitumika na haya mataifa makubwa ya nje muda mrefu pale wanapowahitaji. Lakini nchi yao ambao walikuwa wanawaza siku moja wataipata, hakuna ambaye amewahi kuwapa. Na sasa hivi ndicho ambacho wanakiwaza. Je, Marekani ana plan na sisi au ana plan na Iran? Sasa umesikia updates ambazo zimetokea za kwamba mtoto wa Khamenei ameweza kupata ile nafasi ambayo
alikuwa ameikosa muda mrefu. Unajua watu wengi hawajui kwamba mzee aliyefariki Khamenei, yeye ndo alikuwa kikwazo cha Iran kutengeneza bomu la nyuklia. Taarifa nyingi za ndani zinathibitisha hivyo kwamba yeye ndo alikuwa anakatalia wanajeshi kutengeneza nyuklia. Na hata alipokuwa amtaki mtoto wake aingie kwenye nafasi ya uongozi huu ni kwa sababu mbili. Moja, alikuwa hataki kutengeneza ile sense kwamba wanarithishana, ambao nilishakuelezea episode za nyuma. Lakini sense ya pili, alikuwa amtaki bwana Mojtaba aweze kuingia madarakani kwa sababu alijua ana itikadi kali kuliko yeye. Yaani ni mtoto wa nyoka, ni zaidi ya nyoka. Sasa huyu jamaa ndo amepewa Iran kwa sasa hivi. Nini kitatokea? Sidhani kama Wakurdi watathubutu kutia mkono wao ama mguu wao ndani ya Iran. Vinginevyo inabidi waahidiwe kitu kizito sana, ambayo sijui kama hiyo ofa Marekani anayo. So hawa ndo Wakurdi, na I hope nimekuongezea kitu kwenye hii session. Lengo langu ni kukupa zile engo ambazo zitakusaidia kuelewa mamilioni ya story unazokutana nazo, ma breaking news ya kila muda, na yakitokea mengi unakuwa ni kitu ambacho tayari nilishakuelezea kiundani. Endelea kumakinika nasi. Asante kwa kila ambaye umesubscribe. Kwa kufanya hivyo unasupport kinoma hii channel na hii content. Share na wengine. Hii ni Madini.com, taarifa na maarifa.